Kule shanti kwa kupokea mzuri, kumsogelee mzuri. Just be close to. Sasa ule mtu akata anafanywa vizuri kwa masomo. Ile masomo wako na upendo. That in school they have love. No. Upendo ni Mungu. Love is God. Biblia inasema hivi. The Bible says, yule asiyependa ndugu yake hajamuona Mungu. I've not seen. Lakini Mungu ni nini? Mungu ni upendo. God is love. Na upendo ni nini? And what is love? Haionekani. Doesn't be seen. Nani alishaona upendo? Who sees love? Nani mwenye alishagusa hapo? Niko nagusa upendo. Who have touched love? Ni Yesu mwenyewe anachukua tunda la upendo ambalo ni la Roho Mtakatifu, anaweka ndani ya mtu. Wakati alipoamini, wakati alipopokea Yesu akamshanje, akasema ya kwamba hautatendea huu uzuri muunde mwenzako, hautatendea huu uzuri munyanga mwenzako, hautatendea huu uzuri mushi mwenzako, hautatendea huu uzuri munyarwanda mwenzako, utamtendea sababu mimi Yesu nimekuonyesha upendo wa ndugu. Na wakati tunatenda mambo sababu Yesu ametutuma, ndio mataifa itajua sisi ni wafuasi wa Yesu. Yesu hakuenda kuwahunde tu, Yesu hakuenda kuwanyanga tu, Yesu hakuenda kuwanande tu. Biblia inasema alitendea watu wote mema. He did good to all people. Nafikiria huyu jamaa aliteseka hapa. I think this one was sababu labda because makabila yake hawakufika. Those from his tribe did not come. Sijui labda ni sababu wa ndugu yake hawakufika. I don't know because his brethren did not come. Na hii ndio kawaida ya ulimwengu. And this is the nani wa kunisaidia? Who is my own to help me? Na hakuna siku Yesu atasaidiaka mtu. No way Jesus will wakati ule mtu yuko anafanya anategemea. When there's someone who count on. Tuko unaifuata vizuri. You follow me very well. Yesu asaidi yako walishasaidiwa. Jesus does not help somebody who's been helped. Yesu asaidi yako walishajiweza. Jesus does not help somebody. Yesu asaidi yake ni wenye wako ambao wanaliliaka. Jesus does not. Yesu anasaidi yako na anamtazamia yeye tu. Looking for him. Hallelujah. Najua kuna hata Wakristo. There's many Christians wenye wako na mapasteri 10. They have 10 pastors. Saa iko na shida. When has problems? Simu kwa huyu, simu kwa huyu, simu kwa huyu, simu kwa huyu. Mimi kuna mwenye yeye iko tu na umoja. Someone has only one. Kuna Wakristo wako na waombaji 100. They are Christian with moja Kampala, moja Kigali, moja Burundi, moja Kigali, kila fasi. All over the world. Na hitaji wakati inafika. When the request comes. Wa Kampala alisema aje? Wa Kigali alisema aje? Kigali says. Sijui na wasiti asante na alisema. What did he say? Sijui na Ottawa alisema. Na Wakatino alisema. From Gatino what did he say? No, unateseka. No, you are in trouble. Ni roho kifumo. Mkristo, a Christian ambaye Yesu anataka amsaidie, ni Mkristo aliye na msimamo mmoja, ambaye anakaa anasema hivi, Yesu niko hapa na kungoja. Haijalishi miaka 10, haijalishi fedha, haijalishi trust, haijalishi karama, lakini utafika. Wakati wako na ungoja tu, na mimi sitoke hapa. Siangalie mvua inayonyesha, siangalie watu wenye wakuje, na kuangalia wewe Yesu, sababu wewe utakuja tu. Sina kwa kwenda mimi, sina kwa kukimbilia mimi, nitakimbilia wapi? Mtumishi wa Mungu Petro, wakati Yesu yuko na wanafunzi wake, anaanza kula, anawaambia mtu asiponikula mimi, ikule hanifai. Inabidi mkule mwili wangu na mkule damu yangu, ndio mtakuwa wa kwangu. Waliposikia wanasema no. Huyo anaanza tuambia tukue wachawi na walosi, tukue wamanda hivi, tuanze kula mtu, wanatoroka wote wanaenda. Run away. Na Yesu ananyamaza kimya. Anatupa macho pale. Wanafunzi bwana nyinyi hamko hivi. Why not go? Nakamwona vile wengine wameenda. Don't you see other people running away? Sio Mungu Petro. The man of God anasema baba, Father, si tuende wapi? Na ni kwako tu ndio kuna uzima. Haiko kwa ulimwengu kuna uzima. Haiko kwa ndugu yangu kuna uzima. Haiko kwa kabila yangu kuna uzima. Haiko kwa masomo kuna uzima. Haiko kwa kazi kuna uzima. Haiko kwa bwana yangu kuna uzima. Uzima haiko kwako Yesu. Haiko kwa yenye mimi nasikiaka. Haiko kwa yenye mimi naona. Lakini ni kwako Yesu ndio kuna uzima. Christ, that's life. Hallelujah.
Yesu kukuona. Jesus to see Jambo la you. maana sana. An important thing. Lakini ingawaje Yesu anakuona, Even though Jesus sees kuna you, wakati wake kutenda. there is his time to Na kwa mara nyingi tunasemaka, Many times we eske say, Yesu ungali unaniona? Jesus, Eske Yesu ungali unanijua? Are you still Sikia knowing nikwambia me? siku ya leo. Let me tell you. Ninajua una shida kubwa. you have a big Najua problem. una problem. I have a big Kuna problem. maswali huko unajiuliza. You have many Eske questions. Yesu angali? That Eske really yuko is unaniona? there. He sees Yesu me. anakuona. He sees you. Lakini nataka nikuulize, But I want us to je, know. unataka kuwa mzima? You want to get well. Je, utamsubiri pale? Are you going to wait him? Kuna wengi wametoka katika vitanda vyao. Many people are out of their Wenye bed. walikuwa wanangojea Yesu. Well, they've been waiting for Wametoka breath. wameenda They pengine. just live and Anakaa wait. miezi mbili, They are living anaenda for- fasi for ingine, somewhere else. anatoka pale, anaenda fasi ingine. Go somewhere Wakati else. wa Yesu atakapokuja, One time will je, come. atakukuta pale? Will you find at the same place? Je, ile 38 itakukutana pale? After the 8 years when you wait you there. Kuna faida katika kusubiri. There is benefit to Kuna faida wait. katika kungojea There's wakati wa Bwana. benefit to wait the God time. Anayengojea wakati wa The Bwana one who waits ndio mwenye atashuhudia tu mema that's yake. where will testify. Unajua tunashindwa kushuhudia hata hapa. We like Sababu to labda testify him. probleme zingine za mingi. Because many Masolution si other wenyewe ndio tulizipata. other solution you got by own. Ama by tulipata our own way. masolution kwa wafumu na kwa watu fulani. How many from the witch? Utashuhudia nini kwa Yes, Yesu? what are you going to testify? Kichwa ikiuma kidogo, kabati na yala matileno. Small headache, full of Tylenol. Problemi kitokea kidogo, Small problem. mahitaji imeenda kule na kule na kule na kule. You need just request there and there. Wakati Mkristo hajui kungojea wakati wa When Bwana. a Christian doesn't know how to Ni wait for Mkristo time, ambaye maisha yake it's a Christian in life. atakuwa anakula vitu vya kumsumbua You tu. eat things that will trouble Sababu him. vyote atakavyovipata Because whatever you vinatoka get, kwa wanadamu, just comes na from kila human kinachotoka kwa beings. wanadamu And whatever kinaandamana na masemi that maovu, follows with kinaandamana na machungu. with bitterness. Oh, sikia. Listen. Kalikuwa tena hapa jana. And so he was Katika lomba lomba. He just- Unajua kama kanaishi vizuri hapa. If he didn't Jana live tena kalikuwa hapa. He was here Ase kama again. natafuta bodi. He needs Juzi that. tena kalikuwa hapa. He was Ase here. wanawake amekakataa. That is- Juzi tena kalikuwa hapa. That was Ase here. watoto wake wanakashinda. That the child is- No, kule ni mwanadamu. Lakini Yesu hakuna siku. But never, Hakuna siku utakuja kwake no day Christian will na come to him kutangaza vibaya. and just criticize him. But Yesu wakati amesaidia when wewe, the Christian helped this man, alimpatia tu condition moja. just give one condition. Na unajua ile condition ilikuwa Do nini? you know that condition? Aliposema kwamba ndio Yesu. Well, Niko natafuta kupona ndio maana niko hapa. Really, I Yesu need akamwambia him. hivi. Jesus told him, Simama. stand up. Chukua kitanda chako. Take a bed. Na kwenda. Go. Simama, chukua kitanda chako na uende. Stand up and take a Yesu bed. Go. hakumwambia leta kwanza senti safra. No. Yesu hakumwambia leta kwanza nguruwe na mbuzi. God Yesu here. hakumwambia leta kuku mweupe. Bring your wife. Simama, chukua kitanda chako Stand up, na take a kwenda. bed and leave. Na wakati ameambiwa vile, When I've been told like that, jamaa amekaa the man said, anasema oh Jesus. so Jesus, Anasema hii haiko problem. this is not a problem. Kama ni kitanda tu. If it is a bed, Angalia kwenye Yesu anamwambia je, unataka kuwa mzima? see where Jesus told him to. Hakubishana na Yesu. You are not go. Hakumwambia hapana. No. Hakumwambia ngoja kiko uzito. No, wait. Hakumwambia hapana kimeoza. It's very Hakumwambia heavy. kiko na vihere. Hakumwambia kitanda kimechafuka. Hakumwambia kinajaa maji. Masuno imekizunguka. Hapana. Alikamata kitanda, akakibeba, akaenda. Just leave the place. Hakukuwa justification. Don't look at compassion. No. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Wakati amebeba hiyo kitanda, When he took the bed, ameanza kutembea. start walking. Biblia inasema ilikuwa siku ya Sabato. The Bible says it was the day of Sabbath. Anaingia mkanisa. He enters in the church. Yuko na kitanda chake. He has his own bed. Sijui kilikuwa kinavuya maji. I don't know what's the Watu wanasema mbona ulimjinga? He said, how this is stupid Nasema yeye guy. sikiachi. I don't care. Anatembea. He just walk. Anatembea. He just walk. Watu wanamuona. People are seeing him. Hii ni siku ya Mungu. This is a Kama Sunday. mtu yuko anatembea na How kitanda. can this someone walking in Hawajui. He said, no. Hawajui nini They vimemtendekea. don't know what came to Yeye him. anasema mimi sina shida. I don't care. Kuna mtu alinigusa. Someone touched Kuna me. mtu aliniponya. Someone healed me. Aliniambia tu condition. Told me what the condition. Beba kitanda chako. Take your bed. Na mimi nakibeba. Mimi sitaki kujua kama ni siku ya Sabato. Sitaki kujua nini. Ninachokijua ni kimoja. Amesema nibebe kitanda. Take my bed. Hallelujah.
Anabeba kitanda. Just take the bed. Anazunguruka kila fasi. Just walk around. Wanaanza muangalia. Telling him, wewe unakufa nini? what's wrong with you? Leo ni siku ya Sabato. Today is Sunday. Biblia inasema hivi. The Bible says, baada ya yeye kupigwa vita, when a believer, Yesu mwana wa Mungu Jesus anaingia tena Mungu. Anaona Yesu hakutaka kujua sura yake. Jesus don't know his name. Yesu hakutaka kujua jina lake. Jesus don't know his name. Lakini alijua kitu kimoja. Nilipanga condition ya kwamba abebe kitanda. Mwenye vitaona na kitanda. Maana ndio ule. Yesu naye anaingia mbinguni. Anaona jamaa anatembea kila fasi. Kila fasi na kitanda. Sisi baba shemasi hawakumpatia kiti. The actors didn't give him a chair. So alionekana iko crazy. Huyo haiko mtu mzima. Yesu anatufanyaka crazy wapendwa. Wakati Yesu ameleta order, wakati unaheshimia, wanadamu watakuita kwa crazy, watakuita uko fool, watakuita haujui, lakini kimoja ni nini? Tembea na kitanda chako. Tembea nacho mpendwa. Anatembea na kitanda. Anafika kila fasi. Everywhere. Yesu alipomuona, akamwambia ni wewe. Sasa unatoa utafanya. You know what you're going to do. Usifanye dhambi tena. Hili jambo la mkubwa zaidi ya hili lisije likakupata tena. Jina la Bwana lipewe sifa. Yesu hakumwambia hivi, kwamba juu umepona. Because unajua kama amekuponya, someone will help you. wewe sasa utafute kitu. Go and look something. No. Yesu hakumwambia timie kile nilikwambia. I've not told you. No. Huyu jamaa wakati amesikia, Biblia inasema hivi, sio akarudia kuambia watu, ndio huyu mwenye aliniponya. Ndio huyu Yesu mwenye aliniponya. Na akaniambia ya kwamba nibebe hiki kitanda. Hallelujah. Mimi sitaki kujua. Sitaki kujua vile kiko. Sitaki kujua vile kinajabu chafu. Sitaki kujua vile kimezeeka. Lakini sababu nilikilala na shida yangu nikingojea Yesu hapa, najua nalitoa ndani yake, nitakibeba kwenye asema nile. Alibeba kitanda. Carry that bed. Sijui mara ngapi wewe kitanda chako hauwezaki hata kukibeba. You cannot even carry it. Unaombewa kavandredi. You just pray. Unakujaka vandredi kuomba. You come here every Friday. Na ndani ya maombi ya vandredi unaleta hitaji kwa Mungu. Bring that prayer request kwa Mungu. Bring that prayer request. Mwezi wa kwanza haupate kitu. Mwezi wa pili haupate kitu. Ule Mungu wa mavandredi hakuwa. That God Fridays is not around. Mimi nasiachia yangu. I just quit. Sasa umevumilia kitanda yako wewe. Did you really? Ulikuwa unafika labda kwa maombi ya Mercredi. Mercredi itakuwa naenda kumikutano. Hapo tena nitaona Mungu. Utakuwa unafika kuomba Mercredi. Utakuwa unashiriki mikutano Mercredi. Hapo tena utaona Mungu. Nilifika mwezi wa kwanza, nilifika mwezi wa pili, nilifika mwezi wa tatu. Lakini hakuna kitu kilitembea. Kinaachana nayo. Kitanda kinabakia unaenda. The bed is staying there. Lakini sikia nikwambie. Listen. Utaambiwa ubebe nini? What are you being told? Watakwambia ubebe nini? What I will tell you. Ulitoka kukitanda. Nini utabebeshwa tena? What will you be carrying again? Nini utabebeshwa? What will you carry again? Uko sana unatembea huko huru. You are free. Na kwanza uko naweza sema unatembea burda uko mgonjwa. And maybe you are walking maybe but you are still. Unaweza sema uko mzima. You are sababu ulilala siku mingi pale. But many days will. Unajua maumivu saa nyingine inakuja. At the time you. Alafu inakuwa saa vile imepita. Just come like passing away. Na wengine wenye walishagonjwa hapa. Some people have been sick here. Maumivu haikuaje tu hapa. Unakuwa saa moja inakuwa saa vile inakuacha kadogo. Sometimes you umesikia? How do you feel? Afadhali kwanza hivi. Sasa ulia kwa activities zako. I'm going to go back to my activities zako juu kichwa hapo. I'm going and maybe ulia kule inakuwa graph. That's going to be worse. Ndio vile wanadamu wanateseka. How human being are being troubled. Maisha yako umeteseka sana. Your life you are being suffering. Ulikuwa siku moja unalia. Because unalia. Ukalala kwa ile kitanda. Just sleep on that bed. Lakini mtu alikudanganya, mtu alikusaidia kwa kitu kadogo tu. Kadogo tu. Ukawaza umepona. Ukaanza kitanda. Ukaenda sasa uko mzima. Bado uko mgonjwa. You are still sick. Hata tutakuona unatembea vizuri. Hata tutakuona unacheza, unacheka. Unahudumu, unafanya chochote. Uenda hata na unaomba. Lakini hakuna maombi ya mgonjwa. Yeye Mungu anasikiaka. Can hear. Labda mimi nakomplike mambo pale. Sema maombi ya mgonjwa Mungu haisiki yake. The prayer of someone who is sick. Mgonjwa wa kiroho. This is a spiritual. Mgonjwa wa kiroho. Spiritual sick.
Wakati unakimbia na shida yako, wakati unatembea na shida yako, unatoka pale kubilika kwenye watu wanaponeana, hautaponaka tena mpendo. Hakuna uponyaji nje, hakuna uponyaji kwa nyumba yako, hakuna uponyaji kwa ndugu zako. Uko tu pale kukisima cha Bethsaida. Na kisima cha Bethsaida anasema siku leo ndio madhabahu matakatifu ya Bwana. Ndio Kristo ambapo unaponyenyekea, unapokulia sana, unapopokea Yesu atakuja kutenda kazi. He will come and do something for you. Haijalishi miaka. Doesn't care the years. Utasema maombi haifikaki. So the prayer. Uende mafumu. That's going to be. Utasema maombi haifikaki. Utembelee ule mmapude. Utasema maombi haifikaki. Utembelee ule mama na ule baba. Lakini utamtembelea. Badala ya kupona, shida yako itakuwa zaidi. Your problem will be worse. Itakuwa zaidi. Sawa, kwa mwanadamu hakuna chochote. Ninakumbuka Yesu wakati amekufa. Yesu anasikia kiu. Iko na shida ya kiu. Lakini wanadamu wanamuona. Anaanza sema Eloi Eloi. Anasema sasa iko naita Eli. Unajua kuna terme za Mungu ambazo wanadamu hawawezi kusikia. Wakati niko naomba Mungu wangu, hautaelewa niko namna gani. Ninapolia mbele za Mungu wangu, hautajua ninalilia nini. Ninapopiga magoti mbele zake, haujui niko napitia nini. What I'm going through. Na sababu haujui, polisi wako wasitakuwa nini? What you bring will be Ubieni kulicheka, ubieni kulishimanga. Just to laugh at you, criticize me. Utaona vile kale kama Mungu wake katafaa. You will see how it's Utaona kama katapona. You will see how it's Utaona kama katakuwa. Lakini ule Bwana aliyeona wakati wa 13 that because you saw bado aliona na nakuona. still sing you. Ananiuliza tu ni hivi. The word was asking. Je, uko katika kitanda chako? Are you still in your bed? Je, unasubiri Bwana? Are you still waiting for Je, the Lord? umechoka na kilio chako? Are you tired Je, of your unamletea life? shida zako? Are you waiting for Kama unamtazamia yeye, kama unamsikiliza yeye, kama unamtafuta yeye, yeye ni mwaminifu, atakuja kutenda kazi. Jambo la pili naongea kwa haraka sana. Second thing, I'm going quickly. Yesu kukukaribia. Jesus come close to you. Biblia inasema hivi. The Bible says, ninawapenda wale wanipenda. I love those who love me. Ninawapenda wale wanipenda. I love those who love me. Na wale wanaonitafuta kwa bidii wataniona. They will see me. Hallelujah. Anawapenda. Yesu yuko na wenye anapenda. Jesus has. Hii haiko uongo mpendo. This is not lies. Yesu iko na watu wenye anapenda. Jesus has people. Yesu iko na watu walio wake. Jesus has his own. Yesu iko na wenye anasifunia yake. Jesus knows our. Yesu iko na wenye anasitapi yake. Wakati anatembea, anajua ule ni wangu. Wakati anatembea, anajua iko paa. Wakati anasifunia, anasifunia mtu. He's proud of someone. Mungu iko na shuhudia mbinguni. God is satisfied. Anasema ikiwa ulimwengu kutapita shida, if in heaven, in the world, Ezekiel vile anasema vile. Ezekiel says, anasema ikiwa kutakuwa shida katika ulimwengu, there will be a problem in the world. Kama nitaleta wanyama wakali, if I will bring, kama nitaleta labda hata pigo katika ulimwengu, lakini kama mko watu watatu mbele dunia, wataepuka ile, they will escape. Hata kama nyama zitakuja, even though they nitararua wengine wote, lakini wale watatu yangu hawataguswa. They will not be touched. Kuna wenye Yesu anajivunia. Those people Jesus is proud of them because of why? Bako na characteristic fulani. Because they have that characteristic. Yesu aliwaona ndani. That Christ was hawa ni wangu. These are my own. Kwa kwanza aliitwa Noa. First one was called Noah. Ambaye Mungu amejivunia. Dunia yote imetenda maovu. All the world sin. Dunia yote imefanya dhambi. All the world sin. Kama Sodoma imeingia. Kama mambo gani yamefanyika. Watu wametembea wote kwa kawaida ulimwengu. Lakini mmoja akabakia. Mwaminifu mbele ya Mungu. Naye ni Noa. That's Noah. Angalia maisha yako Mkristo. Mungu ameweka na kila tuta kind of wine just wipe you away. Fashion ikitoka, pia wote tunaenda kwa that way. Mafuta ikitoka, sio wote tunaenda kwa kind of lotion. Movie ikitoka, sio wote tunaenda kwa. All of us we are there. Tangazo ikipita kwa radio, announcement tunaenda kwa. All of us we follow. Lakini Noah alisema hivi, ingawaje wote watatembea vile wanataka, ingawaje wote watafanya vile wanataka, lakini mimi ninajua ya kwamba nitamuogopa Mungu wangu, nitakuwa mwaminifu kwake, nitaishi kiuaminifu. I live a faithful life. Wadada wangapi
How many sisters? Wamepoteza ubikira wao. They just lost their Sababu ya vile virginity ulimwengu inasema. because of the world what's saying. Wadada wangapi How many wanavaa sisters? ovyo ovyo? They just Sababu wear ni style imefungwa. because they style outside. Wadada wangapi How many sisters? wananunua wenye habibu kwa They mproject? just Sababu mwingine buy alivifanya. because someone did them. Kama ni viatu vya tawala mrefu ndio vinavuma. If it is Uliona mwingine alinunua ziko na pesa na wewe unaenda kuvinunua. you to go and buy it. Kama ni manguo za kuchora manyoka ndio zinavaliwa hivi. Those Ile makoraza ni manyoka nyoka. those collar Ndio with vinavuma. snakes. Na wewe unaingia And ndani. you too, you jump in. Yesu atajivuniaka nini kwako? What? Jesus will be proud. Nini ndio umeshima juu yake? What did you miss? Nini ndio ushakataa juu ya Yesu? What did you Ni receive? nini wewe? What? Noa alikataa. Noah refused everything. Eba wakukunywa pombe wakunywe. To drink those who Mie juu ya Yesu sitakunywa. because of Christ I will not. Wakuzini wazini. Those who be Mie juu ya forgiven Yesu hapa. because of Jesus Christ. Wakuiba waibe. Those will be Juu ya Yesu mie hapa. me because of Christ I know. Wakutembea usiku watembee. Those will walk at Mie juu ya night. Yesu hapa. Because of Christ I will not walk. Wakutukaniwa watukane Those who wengine. be neglected Wakutenda matete. Those who will Mie juu ya Yesu be sitateta mtu. but me because of Christ. Je, uko wapi wewe? Where are you? Mtu wa pili alikuwa Ayubu. Second person was Job. Ayubu alikuwa na nyama saa yangu na yako. Job has a flesh like Alikuwa na me damu and you. pia sawa He has yangu na yako. blood in me like you. Alisikia machungu sana He ya has wewe. pain. Alikuwa na mwili. He has a flesh. Lakini sikia, But listen, Ayubu amepitia vita. Job went Kitu through cha war. kunishangaza hapa. Sikuwa naongea kwa Bible study We hapa. are talking at the Bible study here. Mungu anaruhusu shetani. God allowing the devil. Mungu anamruhusu He just gave him permission. uende. Go. Ule wangu. But my Au own, utamuweza. you will not succeed. Naambia no, utamuweza. I said, Unajua iko najivunia nini? you know what is Ule ng'ombe. Ule nyumba iko nalo. Ule mwili na hivi na watoto wenye alizaa. and the children he gave him. Mbona anajivuna? That's why he's proud. Unajua mimi najua hapo mimi nawapatia. But you know where I get them. Kama unapata wengine moshe. If you get Ule them. wangu hapana. At my own Kama house. unachezeaka wengine. If you play with Kama others. unachezea makanisa If wengine. you play with Kama others. unachezea watumishi If you wengine. play with others. Kama unachezeaka wahuduma wengine. Hapana pale. Not there. Ni furaha yangu ikiwa mbinguni wangeshuhudia ya kwamba kama unachezea makanisa mengine hapana sepeoje, kama unachezea watumishi wengine hapana foste, kama unachezea kama waombaji wengine hapana wakusepeoje. Ikiwa ingekuwa ni ushuhuda wa Mungu ingekuwa furaha yangu. Could you make joy? Banauliza huyu jamaa, They asked this guy, nini utamfanya? what we gonna do to No, him? mimi najua vile mimi nafanya. I know I don't want my ways. Wewe fanya vyote. Mungu akamwambia wewe fanya vyote. Do whatever. Condition moja. One condition. Usiguse ndio nini? Don't touch his heart. Roho yake. His heart. Sikia nikwambie. Listen. Mungu hajali na kukua kwako na afya. God doesn't Mungu care. hajali shufu na wewe inatereza sana. That's just how your face. Wewe unafanyaka chunuku kidogo ni problem. Small is Wewe unafanyaka nywele zikikatika ni problem. Mungu hajali na vile. God doesn't care about those. Akaambia Ayubu hivi. He told Job. Wewe umuguse kuvyote. Don't touch him. Ayubu mwili yake yote. All his body. Anafika wakati wa ndugu. Makucha haiendee tena kujikuna kuna. Sijui uchungu gani Ayubu alipata. What kind of pain? Sijui ni upele ya namna I don't gani. know what kind of Ayubu anafikia hatua. Anasema wandugu vidole vinashindwa. Unikamatiye chupa. Bring piece of Banaenda leta chupa. Sijui ilikuwa ya whisky ama ya biere ama ya nini. Uipasule tu basi. Ulete ile kikali. Give me that piece of bottle. Kile kichupa ndio anaanza pitisha kumwili wake. Na anasema hata kama inakuwa hivi, lakini Yesu ni Bwana. Hata kama inauma hivi, bado nitamutii. Hata kama inakuwa hivi, bado atanisaidia. Hata kama inakuwa hivi, bado yuko pamoja na mimi. Still with me. Hamkataa Yesu. Deny Jesus Christ. Wewe ni nini? Nini? You what? Nini ndio ulishavumilia juu ya Yesu? What did you go through? God? Nini ulishavumilia juu ya Yesu? What? Nini atajitapa juu yako? What is going to be proud of you? Kausemi tu kadogo. Small bit. Bali kusema. They just Ona vile criticize Yesu atakuwa mubaya. Oh, see how Jesus is Ona bad. vile kanisa itakuwa See mubaya. how the church Ona is vile bad. dunia itakuwa See mubaya. how the world will be. Kusema tu kadogo. They just criticize you. Sumu sasa ugonjwe. Or if you are sick. Unajua mimi nakuwaka mgonjwa. Ile saa Yesu amekuwa mubaya. Christ is bad. No, watu wanagonjwaka tu. People always get sick. Watu wanakufaka tu. People always Na die. wanakufishaka tu. And people get die.
Mimi ndio mimi nafishaka kila siku. Na unaanza kamatia na watu mihaga. Mimi ndio mimi nagongaga kila mtu. Na watu hawapeleke kuniona. Watu hata wanakuona. Kama Yesu hajakuona Mungu. Huyu jamaa yeye aliteseka Ayubu. Lakini akajua hivi. Katika hii shida yangu Yesu anabaki Mungu. Christ remain God. Hata mtaniuliza namna gani Yesu tena anakuwa Mungu? How now Christ is God again? Sio kwa sababu mafundisho watu wengi hawaamini kama Yesu ni Mungu. I'm not Tutakuja kuongea wakati mwingine. We'll come to lakini nataka nikwambia kwamba Yesu ni Mungu. Christ is God. Ilifika wakati It came a time. bibi yake anamwendea. His wife went to see. Kuna watumishi wameshika kazi ya Mungu. The servant with that. Najua bibi alishakuwa mwiba. You know my wife has been a thorn to me. Ayubu naye alikuwa na wavili. Ayubu has the same wife too. Haiko wewe peke labda. It's not only you. Ayubu naye alikuwa naye. Ayubu also has Lakini one. sikia tena Ayubu alisema hivi. But listen what mwanamke anaanza kumwambia unatesekea nini? Sio ya huyu Mungu. Si mtukane na ukufe. Naye akasema hivi. Unaongea sana mwanamke mpumbavu. Tunatoa kwa Mungu. Sikia jibu ya Ayubu. Listen, je, kwa Mungu tutapata mema tu na tusipate pia mabaya? Unaweza kwa Yesu akuna cheka tu. Leo unakula bui. Leo kisahani cha mkuu cha uchi. Unakimaliza kesho kingine. Kuna siku utamikosa tu. One day you lack it. Maziwa na asali. Lakini uvipate usivipate anabaki Mungu. Remain God. Uumie kumwili wako, usiumie kumwili wako. Yeye anabakia tu Mungu. Na wakati mwingine wanadamu ndio wanajidanganya. Pia sitaenda tena na kukanisa. Pia sitakuwa namuomba tena. Pia sitakuwa namtolea tena. Acha kumtolea, lakini mwingine atatoa. Acha kwenda kukanisa, mwingine ataenda. Yesu anaingia Yerusalemu. Yesu ya mwanafunzi. Anatoa watu wanyamaze. Wanaleta fujo. Wale wananyamaza. Hata mawe itapiga kelele. Will make noise. Unawazaka huko nani mbele ya Mungu? Who do you think you are in God? Unawazaka huko nini mbele za Mungu? Who do you think you are? Unawazaka unafaa nini kwa Mungu? Who do you think you are? Wewe ndio ulimuumba ama yeye Are you the one who created you? The one who created you? hauna uweza. Lakini unakutana mtu anakamata Mungu. Someone is taking Sasa ile katate yake. Mimi sitamtoa tena. Mimi sitamtolea yake. Mimi sitaenda tena. Acha shida yako. Meki kitanda chako na miaka 1000 you obeyed in 100 years you do it. Amen. Hallelujah. Anajivunia Ayubu. He is proud of Job. Wanauguse wengine Moshe. Touch everything. Ule Ayubu wangu. That my Job. Kuna watu. It's people. Hata iko nafanya maovu. Even though it's kusema tena kusema ndio wamefanya mbaya. Even you are bad to Christianity. Kama nijana mfano na ndugu mmoja. I want to bring one example. Alikuwa ndugu yangu wa karibu sana. He was my brother. Kwetu kuna kuwaka pombe inaitwa Kangala. In our village there is a kind of wine called Kangala. Ile Kangala wanaitwa muruga ya baba yangu wanaita malungu. That wine from my father's language called malungu. Ni pombe ya mweupe. Palm oil wine. Inatoka mungazi. It comes from the palm. Unataka unakata mungazi inaanguka chini. Just cut that unakata kule juu. Just shape kwa kunatoka pombe moja hii inatoka saa vile asali ya kwanza. It sounds like a honey. Tamu sana. It's very sweet. Alafu vile iko inaenda inakomaa inakuwa pale. The way inaanza inakuwa fermented. Gonna be inaanza kuwa kauchachu. Just bitterness inside. Sasa unaikata unaweza ikatia labda kule kilomita na mwingine. You can cut from 2 kilometers from home. Kunyuma na hakuna mwenye iko na ichunga. And you at home no one is taking care. Sasa kuna ndugu mmoja. There is a brother. Alikuwa anazoea wizi sana. He was a perfect stealing. Wakati aliona mwenye ile ngazi amerudia kuiba. When he saw the owner of that pipe come back. Naye akaenda sasa kule kupora. He went there aende kuiba. They go to steal. Anafungula ile. Just open that stuff. Anakamata ile tunataka mtuka take that basket. Inakuwa kile kichungu kiko ndani ile pombe. Just kind of anapitia katikati ya miguu. Just put it between his legs. Pombe sasa anaanza kutega. Anaikalia ile mipakala ya mungazi. Just sit down. Sijui kama niko naongea na watu wanajua mungazi. I don't know so no in palm. Anaikalia ile iko na kunywa bia. Just inafika saa ya mwenye ngazi aende angalie pombe yake. It's the time the owner to go and check. Yeye anafika kule. Anaangalia vile alipita. Sisi unajua kule kwetu anaangalia matope. Kuna miguu ilipita hapa. There's legs passing here. Yangu ile ilikuwa imerudia hivi. Kuna nyingine ilipita tena huko. Went this way. Anaanza tembea polepole kwa sababu kubwizi. There is someone stealing. Anaanza tembea polepole.
ule mwizi anamuona. The guy saw him. Ule mwizi kumuona anakamata mpaka. When the wewe unakuja kuiba pombe yangu hapo. Wewe utaniona hapa leo. Atapewa mpaka. Wewe utakukata, mwenye pombe anakimbia mimi. The owner of the staff anakimbia mimi. Ule jamaa anakia pale kwa kule. Taona kama utarudia hapa. I see you come back here. Unataka kuniintimidia kwa nini? Just come to intimidate me. Anaendelea kunywa pombe yake. Continue drinking. Ndani yake hana dhamiri. Yeye yuko mwizi. Tena yeye ndio yuko na nguvu kuliko mwenyekiti. Now powerful than the owner of the wine.